za kupata matokeo bora. Ukireview na matokeo ya mchezo wao wa mwisho, Simba alishindwa kuimaliza game yeye mwenyewe. Yaani Simba ya msimu inapaswa kutuonyesha kwamba sisi ni Simba bora tofauti na Simba ya misimu minne iliyopita. Kwenye bora nazungumzia kupata matokeo mbele ya mtani wao ambao ni Young Africans. Simba walikuwa na kikosi kizuri kwenye misimu hiyo minne, lakini Yanga walikuwa na kikosi kizuri zaidi kuliko Simba. Sasa Simba game ya leo na game zingine zinazokuja napaswa atuonyeshe kwamba yeye kwa sasa alipofika ana kikosi bora kuliko Young Africans. Hapo kwanza ni wachezaji wenyewe kujituma, kufuta ile aibu ya kufungwa mara tano mtawalia. Lakini pia na kitu kingine ni kile ambacho nikizungumza, kama tulishinda kumfunga Yanga ambaye ni kama tulimchukua kwenye mchezo wa ligi kuu, tulimchukua kwenye maeneo baadhi, lakini tulishinda kumfunga. Tulikosea wapi kwenye mchezo ule? Kipi kilitukwamisha? Inawezekana safu yetu ya ushambuliaji haikuwa bora, ambayo ilikuwa na Selemani Mwalimu, ambayo ilikuwa na Jonathan Soa, nafikiri Jonathan Soa ya kuwepo kabisa. Ilikuwa na Baraka Mangos. Kwa hiyo napaswa kuonyesha kwenye mchezo wale kwamba shida kubwa ambayo pengine ilitufirisha ni kwamba pengine nafasi chache zilizotengenezwa sisi washambuliaji hatukuzitumia. Tunapaswa kwenye mchezo wa leo tuwaonyeshe kwamba sisi tuna mshambuliaji bora yani mchezaji bora mzawa kwenye safu ya ushambuliaji. Tunaye sisi Simba ambaye ni Selemani Mwalimu, ambaye anaweza kafanya maajabu kwenye mchezo leo. Lakini pia Selemani Mwalimu anapaswa pia na yeye ajionyeshe kwamba mimi ndio mshambuliaji bora wa Kitanzania ama mzawa kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Kwa hiyo ili kuonyesha hilo, kwanza linaanzia kwa mchezaji mwenyewe, lakini pia kwa timu kwa ujumla ambayo inamzunguka yeye. Lakini kitu cha pili ni kusahihisha makosa ambayo waliyafanya kwenye mchezo uliopita, ambao waliyafanya lakini mpinzani wao hakuweza kuyatumia kama advantage ya kuwafunga wao. Lazima uyapunguze, unasema kupunguza baadhi ya makosa ambayo mliyafanya kwenye safu ya ulinzi, safu ya kiungo na safu pia ya ushambuliaji. Lakini wanapaswa waongeze zaidi kutengeneza nafasi. Yaani wasitengeneza nafasi mbili ndani ya dakika zote 90. Inakuwa make sense. Lakini Jeruini, kwenye michezo mikubwa kama hii huwa tushuhudii kwa maana nafasi nyingi sana zikitengenezwa. Mfano mchezo uliopita wa dabi Yanga na Simba, Yanga wakiwa nyumbani pale visiwani Zanzibar, Simba ndiye ambaye alitengeneza nafasi nyingi sana za kupata mabao. Na lengo la kukuuliza hili swali lilikuwa ni kwamba kuna namna Simba ni kama sasa hivi tumeona mabadiliko vikosi vya msimu uliopita na sasa hivi kuna Simba ambao tunaona inaelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini hii Simba kutopata matokeo kwenye mchezo uliopita wa dabi, lengo au kikwazo chao cha kwanza alikuwa ni Djigui Diarra. Maana Djigui Diarra ndio maana alikuwa man of the match. Kwa nini alikuwa man of the match? Defenders wa Yanga walishindwa kuwazuia washambuliaji wa Simba siku ile. Selemani Mwalimu alipata nafasi, lakini Libasi Gia alipata nafasi, Anse Jala Yura, Inoruemba, lakini kikwazo chao ikawa ni Djigui Diarra. Ndio maana Djigui Diarra alifanya saves ambazo kama isingekuwa ubora wake Yanga angepoteza huo mchezo. Kwa hiyo huenda miongoni mwa vitu ambavyo Simba wamevijadili ni namna kwanza ya kukabiliana na Djigui Diarra. Ndio maana nikazungumza kwamba Simba anapaswa kutumia nafasi hata kama ni chache, lakini wawe na asilimia kuzitumia kufunga magoli. Yaani kwa sababu kwenye nafasi mwenye mpira ndo anakuwa na nafasi kubwa ya kufunga. Golikipa anakuwa mtu wa pili. Kazi ya golikipa ni kuzuia mpira usiingie kambani. Lakini Jeruni kuna nyingine kabisa, yani mshambuliaji kafanya kila kitu. Sasa ndio hapo sasa kuna nafasi ambayo mfano alikuwa ni Inoruemba. Ile nafasi ilikuwa ni nafasi ya kufanya kilicho bora, lakini angalia namna ambavyo alienda kucheza ule mpira. Alikuwa na pressure ama papara. Pengine angetulia angefanya kilicho bora. Lakini pale wakati tunazungumza kama Simba alipata nafasi za kufunga, tumjadili pia na Djigui Diarra ambaye kazi yake, ndio maana nimeizungumza kwamba kazi ya golikipa ni kuzuia mpira usiingie langoni ama usiingie golini. Na yeye golikipa ndio mchezaji pekee wa kutumia kila kiungo ambacho nakijua wewe cha mwili wake kuhakikisha mpira au ingii kambani.
ndio mchezaji ambaye anaruhusiwa kutumia miguu miwili, kutumia mikono na maeneo mengine kwenye eneo lake husika. Ni golikipa peke yake ndani ya mchezo wa mpira wa miguu. Lakini mshambuliaji ana baadhi ya maeneo anaweza kupiga kichwa, kutumia miguu miwili, yani kutoa mikono ndio ambayo hairuhusiwi kwa mchezaji nje ya golikipa. Kwa hiyo nafasi ambazo Simba alizitengeneza hizo nyingi, kulikuwa na uasilimia warao kwenye hizo nafasi nyingi watumie hata chache kuweza kufunga goli, lakini hawakufanya hivyo. Umezungumzia nafasi ya Inoroemba, nafasi ya Edim Panzu, lakini wakati tunawalaumu ama tunawasifia Simba kwa kutengeneza nafasi, tupongeze pia na ubora wa golikipa wa Yanga Djigui Diarra. Narudi pale pale ulichokizungumza kwamba wakati Simba wanawaza kuweza kumfunga Young Africans, lazima wawaze kwa namna gani wataweza kumtambuka Djigui Diarra. Yaani wataweza kumbiti Djigui Diarra na uwezo alionao ili kuweza kumfunga, kwa sababu Diarra ni mzuri kwenye anticipation, ni mzuri kwenye interception, ni mzuri kwenye 1v1, lakini ana timing bora sana. Yaani 1v1 Djigui Diarra anaweza kufanya kitu ambacho kinaweza kikakushangaza kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo safu ya ushambuliaji ya Simba ni nzuri, lakini wanapaswa kupunguza mambo mengi kwenye eneo la box. Ni moja ya kitu ambacho kinawafirisha hata kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni timu ambayo imetengeneza nafasi nyingi, ni timu ambayo imekosa nafasi nyingi. Sababu ya kukosa nafasi ni kutokuwa na utulivu kwenye eneo la mwisho, ambalo mshambuliaji ndio huwa na asilimia kubwa ya kupewa advantage tofauti na golikipa. Yaani wewe ukiwa na mpira, ndio maana watu tunazungumza kwamba ukiwa na mpira ndani ya 18 unaweza ukafanya chochote, kwa sababu ukichezewa madhambi wewe unaona advantage. Kwa hiyo safu ya ushambuliaji ya Simba napaswa itumie ituonyeshe kwamba makosa yaliyojitokeza kwenye mchezo uliopita hawapaswi kuyarudia kwenye mchezo wa hii leo. Simba imebadilika, ina wachezaji wazuri, na good news ni kwamba nafikiri Simba ndio timu pekee msimu huu ambayo imesajili wachezaji kwenye dirisha dogo na wakaja kudeliver moja kwa moja. Utanikumbusha ni timu gani nyingine? Yaani idadi ya wachezaji wengi ambao wamekuja kwanza kwenye kikosi cha kwanza na kudeliver. Yaani anzia eneo la golikipa, eneo la safu ya ulinzi, unamzungumzia nani? Kibabage. Unamzungumzia eneo la katikati ya uwanja. Hapo labda unaweza ukasema Kagoma kidogo na Kante wamekuwa kidogo wamepatana. Dirisha kubwa Kante. Dirisha kubwa, lakini kule mbele sasa ndio unakuta Kanadiba Sigeye, Inoroemba, Anset Youla, wameanza kina Selemani Mwalimu, wote hawa ni dirisha dogo. Mambo wa Rusaka Chama ni dirisha dogo. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa Simba imekuwa na impact kubwa kwa wachezaji ambao waliingia kwenye dirisha dogo na kwa kwenda kudeliver moja kwa moja kwenye kikosi cha Mwalimu Steve Baka. Kwa hiyo Simba kuonyesha kwamba